Tunapokumbuka wana wa Israeli walikaa katika nchi ya Misri na wakatumikishwa kwa miaka 430, wakapata mateso makubwa sana, na wakati wanatumikishwa walikuwa na kilio, walikuwa na majonzi, walikuwa na huzuni, wanabebeshwa mizigo mizito, na Mungu akaweka mpango wa kuwatoa wana wa Israeli katika utumwa ule ambao walikuwa wanatumikishwa katika nchi ya Misri. Na kabla hawajaenda, na aliambiwa Ibrahimu, tunaposoma katika Mwanzo sura 15 mstari ule wa 13 mpaka mstari wa 14, aliwaambia Ibrahimu kwamba uzao wako utakwenda katika nchi ya ugeni na utatumikishwa kwa miaka hiyo 400, watakuwa watumwa na kuteswa, lakini watakapotoka watatoka na mali nyingi. Na kweli ilipofika, wana wa Israeli walienda wenyewe kwa hiari katika nchi ya utumwa bila kujua kwamba wanaenda kutumikishwa, na wakaenda katika nchi ya Misri na wakaingia. Walipofika kule Misri, wakapokewa kwa shangwe, wakapokewa kwa furaha, na walipokuwa kadiri wanavyokaa, Biblia inasema akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Alipoinuka Farao asiyemjua Yusufu, ilibidi yule Farao akaanza kuwatesa wana wa Israeli. Aliwatesa mpaka kilio chao kikafika mbinguni, wakalia kwa kilio kikubwa. Mungu akakumbuka agano lake. Alipokumbuka agano lake, akamuinua mtumishi wa Mungu Musa. Alipomuinua mtumishi wa Mungu Musa, akamwambia, nimesikia kilio cha wana wa Israeli wanavyoteswa katika nchi ya Misri. Akamwambia, sasa na watuma na kutuma Musa, uende ukawatoe katika nchi ya utumwa. Walikuwa kwenye utumwa, walikuwa kubeba mizigo, walipigwa mijeredi.